Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Wameulizana uthabiti na silika kwa nafasi ya uongozi wa juu Marekani. Ni wagombea wawili wa urais katika mjadala wa kwanza nchini humo. Mpiganaji wa Kiislamu kutoka Mali ahukumiwa miaka 9 jela na mahakama ya ICC kwa kuharibu madhabahu ya kihistoria mjini Timbuktu. Tembe mpya kwa ajili ya kutibu kifua kikuu kwa watoto yazinduliwa nchini Kenya. Mkondo wa pili, michuano ya klabu bingwa Ulaya kupigwa usiku huu. Je, mabingwa wa England Leicester City wataendeleza mwanzo mzuri licha ya matokeo mabaya ligi ya nyumbani? Hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Timu za kampeni za wagombea urais wa Marekani Hillary Clinton na Donald Trump zote zimesifia jinsi wagombea wake walivyojieleza katika mdahalo wa kwanza wa kuwania urais wa nchi hiyo. Wagombea hawa wa vyama vya Republican na Democrat waligongana mara kadhaa juu ya uwezo wao wa kuwatumikia wa Marekani. Bwana Trump alimtuhumu Bi Clinton kwa kuwa miongoni mwa wanasiasa waliotengeneza siasa zilizooza. Bi Clinton naye akasema mpinzani wake ni mtu anayeweza kulipuka wakati wowote, hata kwa kuchokozwa na ujumbe kwenye Twitter tu, na asiachiwe vidole vyake vikagusa popote pale ilipo mitambo ya nyuklia. Zawadi Machibia anasimulia zaidi. Marekani haijawahi kuona mtanange mkali kama huu. Mke wa rais wa zamani uso kwa uso na mkwasi wa majumba wa Manhattan wakiwa katika mdahalo kwenye runinga ambao umejitokeza kwa misingi ya kisiasa na umaarufu. Hii ni mara ya kwanza wamechangia jukwaa moja, na licha ya mdahalo kujaa mchanganyiko wa hisia, umakini na matamshi kwa uangalifu mkubwa, mara moja uligeuka kwa usiku wa mchuano mkali. Hillary alimshambulia Trump, tajiri wa kupindukia, kwa kushindwa kutoa taarifa zake za ulipaji kodi. Trump akajibu kombora hilo kwa kuibua suala la Clinton kutumia anwani yake binafsi ya barua pepe kwa masuala ya kikazi akiwa waziri. Nilifanya makosa kutumia anwani yangu binafsi ya barua pepe, na kama ningetakiwa kutumia tena, ni wazi ningetumia njia tofauti, lakini sitaki kujitetea kwa lolote. Nilikosea na ninawajibika kwa makosa yangu. Moja ya mgongano uliozusha hasira kubwa ni juu ya madai ya mara kwa mara na kwa miaka mingi ya Donald Trump kuwa Rais Barack Obama hakuwa Marekani. Bwana Trump alimuuliza Bibi Clinton iwapo ana uwezo wa kuwa amiri jeshi mkuu baada ya kushindwa kudhibiti hamaki na hasira zake alipokuwa hayuko mbele za watu wakati wa kampeni. Siku nyingine nyuma ya jukwaa, sijui ulikuwa unazungumza na nani, Waziri Clinton, lakini ulishindwa kujizuia kabisa. Nikasema kama mtu huyu hawezi kabisa kudhibiti hasira zake, basi tuna tatizo hapa. Okay. Trump pia anasema mpinzani wake huyu wa kike hana stamina ya kuwa rais. Ni vyema atakapofanikiwa kusafiri nchi 112 na kujadiliana katika mikataba ya amani na kusitisha mapigano na kuachia wanasiasa wenye matatizo na kufungua fursa mpya duniani kote, au hata kutumia saa 11 za kujitetea mbele ya kamati ya Congress, basi hapo ndio azungumzie kuhusu stamina yangu. Hillary Clinton alionekana na kusikika kama mgombea urais aliyejiandaa, kitu ambacho Donald Trump alijaribu mara kadhaa kupindua hoja zake. Lakini jukumu lake usiku wa jana pia ilikuwa kuwafikia wapiga kura ambao hawajaamua upande upi wa ufuate na hawana uhakika iwapo anaweza kufaulu mtihani wake wa msingi wa kuwa rais. Zawadi Machibia, BBC. Na sasa naungana na Profesa Azaria Mbuguni, mhadhiri wa chuo kikuu cha Lane katika jimbo la Tennessee nchini Marekani. Karibu sana Profesa. Kwa tathmini yako, mdahalo huu unaweka wapi wagombea hao wawili kuelekea uchaguzi? Nafikiri huu ni mwanzo. Kwa sasa hivi naona Hillary, mjadala huu kwa kweli umemweka kwenye sehemu nzuri sana ukilinganisha na mwenzake Trump, mgombea mwenzake Trump. Sababu zipi? Kwa nini unahisi Hillary ndo ana nafasi nzuri?
Kwanza ameonyesha kwamba ni mwanasiasa mwenye uzoefu, ameonyesha kwamba ni mwanasiasa makini, anafikiria anasema nini. Inaonekana kwamba amejiandaa vizuri, anajua kutoa hoja na anatoa hoja za nguvu. Trump anaonekana kwamba sio mwanasiasa mwenye uzoefu, yeye ni mfanyabiashara, na tumeona jana matokeo yake katika majadiliano yao. Katika mjadala mzima, unadhani wagombea walifanikiwa kuzungumza mambo ambayo yanawagusa wapiga kura kweli? Kwa kweli ukiangalia kila mmoja kuna vitu amesema ambavyo vinagusa watu wa kundi fulani. Hillary ameongelea vitu ambavyo kuna kundi kubwa sana la wapiga kura, vitu vinawagusa, kama ameongelea kodi, ajira. Trump pia kuna baadhi ya vitu ameongelea ambavyo kuna kundi fulani la wapiga kura wanataka kusikia hivyo vitu. Ameongelea sana kuhusu China, ameongelea sana kuhusu Mexico. Hizi ni baadhi ya vitu ambavyo kuna kundi fulani la wapiga kura hapa Marekani, ni vitu muhimu kwao. Nini mwelekeo Profesa wa wapiga kura wa Marekani, hasa baada ya midahalo kama hii? Huwa inabadili misimamo ya wapiga kura? Kwa kweli tunapofika kipindi hichi, miezi kadhaa kabla ya uchaguzi, watu wengi wa pande zote wameshaamua watampigia kura nani. Hata hivyo, kuna baadhi ya watu, kuna kundi dogo la watu ambao wapiga kura ambao wanaweza wakabadilisha kura zao katika hichi kipindi cha kati ya miezi miwili kabla ya uchaguzi. Kwa hiyo lipo kundi dogo ambalo wanaweza kupiga kura upande wowote. Shukran sana. Huyo ni Profesa Azaria Mbuguni akiwa nchini Marekani. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi, unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Kundi la wanamgambo wa Somalia la Al-Shabaab limetoa video inayoonyesha kile ilichokisema ni mwanajeshi wa Uganda aliyekamatwa mwaka mmoja uliopita nchini Somalia. Katika video hiyo ya dakika 6, mwanamume aliyevalia mavazi ya jeshi la Uganda amemtaka Rais Yoweri Museveni kusaidia aweze kuokolewa. Amedai alikamatwa na Al-Shabaab kwenye shambulio la ngome ya vikosi vya Umoja wa Afrika kwenye mji wa Janale, ambako anadai wanajeshi kati 40 na 50 wa Uganda waliuawa. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa wito wa kuundwa njia maalum kutoka mji wa Aleppo nchini Syria zitakazoweza kuwapitisha majeruhi na wagonjwa. Msemaji wa shirika hilo amesema ni madaktari 35 tu ndio ambao wamebaki kwenye eneo linalodhibitiwa na wanamgambo mashariki mwa mji huo wa Aleppo kwa ajili ya kuwahudumia watu robo milioni. Rais wa Gabon, Ali Bongo, ameapishwa kuwa mkuu wa nchi kwa mara ya pili kwa miaka 7 mingine ya uongozi baada ya mzozo wa uchaguzi ambao idadi kadhaa ya watu walipoteza maisha. Kuapishwa huko kumefanyika siku 3 baada ya mahakama kikatiba kuyatupilia mbali madai ya upinzani ya kutaka kura zihesabiwe upya. Ali Bongo, ambaye baba yake Omar Bongo alikuwa rais wa taifa hilo kwa miongo 4, ameshinda rasmi uchaguzi huo kwa kura chini ya 6,000. Mwanamgambo wa Kiislamu kutoka Mali aliyefanya uharibifu wa makaburi na misikiti ya kihistoria ya kale katika mji wa Timbuktu amehukumiwa kifungo cha miaka 9 gerezani baada ya kukiri makosa yake hayo kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu mjini The Hague. Ahmad Al-Faqi Al-Mahad ni mtu wa kwanza kupatikana na hatia ya kufanya uharibifu wa kitamaduni katika mahakama ya ICC. Yeye aliongoza uvunjaji wa makaburi ya kale miaka 4 iliyopita wakati kundi lenye fungamanisho na Al-Qaeda kuchukua udhibiti wa eneo la kaskazini ya Mali. Suluma Qasim anatuarifu zaidi. The International Criminal Court is now in session. Zamani alikuwa mkuu wa polisi wa kidini Timbuktu, akifanya maamuzi kuhusu kufanya mema na kuacha mabaya. Lakini leo hii Ahmad Faqi Al-Mahdi amehukumiwa kwa kupatikana na hatia.
Baada ya siku 3 za kesi yake kusikilizwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu, hukumu imetolewa. Bwana Al-Mahdi amepewa kifungo cha miaka 9 jela kutokana na kupanga uharibifu mkubwa katika maeneo muhimu ya kihistoria na msikiti kwa Timbuktu mwaka 2012. Wakati hukumu ilipotolewa, mshtakiwa hakuonyesha hisia zozote. Amekaa ametulia tuli. Kitu ilichofanya ni kuweka mkono wake moyoni mwake. Ingelikuwa kukiri kosa, basi hukumu yake ingekuwa ndefu zaidi. Lakini je, kwa watu wa Timbuktu haki imetendeka? Cela n'empêche pas qu'il y a d'autres crimes. Kuna uhalifu mwingine ambao umetokea Mali. Uchunguzi unaendelea juu ya uhalifu huo. Ofisi ya mwendesha mashtaka inakusanya ushahidi zaidi. Katika ushahidi huu kutakuwa na kesi nyingine kwenye mahakama ya ICC. Il y aura d'autres affaires devant la CPI. Watu walilengwa pia wakati wa udhibiti wa waasi, na waathiriwa wengi wanasema kesi hii haikuzingatia uhalifu wa kupita kiasi uliotendeka. Wakati Al-Mahdi akianza kifungo chake, swali ni je, uamuzi huu wa kihistoria utapelekea kesi nyingine kufanyika? Uhalifu dhidi ya wanawake na unyanyasaji wa kijinsia, utumwa wa kingono, ubakaji na ndoa za lazima. Na ikiwa kesi hizi hazijapelekwa kwenye mahakama ya ICC, ni vigumu sana watu kuelewa. Miaka 4 baada ya Mali kuvamiwa na makundi ya wanamgambo wa Ansar Din na Al-Qaeda katika maeneo ya Waislamu ya magharibi ya nchi, watu wa kaskazini mwa Mali ambao walikabiliana na uhalifu wa kila aina yakiwemo mauaji, ukatili wa kijinsia, bado wanasubiri haki itendeke. Suluma Kasim, BBC. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London, na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Timu za kampeni za wagombea urais wa Marekani Hillary Clinton na Donald Trump zote zimesifia jinsi wagombea wake walivyojieleza katika mdahalo wa kwanza wa kuwania urais wa nchi hiyo. Wagombea hao wa vyama vya Republican na Democrat waligongana mara kadhaa juu ya uwezo wao wa kuwatumikia wa Marekani. Mwanamgambo wa Kiislamu kutoka Mali Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi aliyefanya uharibifu wa makaburi na misikiti ya kihistoria ya kale katika mji wa Timbuktu amehukumiwa kifungo cha miaka 9 gerezani baada ya kukiri makosa yake hayo katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu mjini The Hague. Dawa ya kwanza duniani kuwahi kutengenezwa ili kutibu watoto wanaougua maradhi ya kifua kikuu imezinduliwa leo mjini Nairobi. Ni tembe yenye ladha tamu inayotarajiwa kuboresha matibabu ya kifua kikuu na kuokoa maisha ya watoto wengi wanaoambukizwa. Kenya ni nchi ya kwanza duniani kununua dawa hizo na kuzisambaza kote nchini. Takriban nchi 20 tayari zimeanza kuunda sera zitakazowawezesha kununua dawa hizo mpya. Mwandishi wa BBC wa masuala ya afya Ansoi ana taarifa hiyo kutoka Nairobi. Mama wa watoto 4 Helen Chebet anaandaa mchanganyiko wa dawa ili ampe mwanawe Chelimo. Mtoto huyu mwenye umri wa mwaka 1.5 amekuwa akitumia dawa za kutibu kifua kikuu kwa miezi 3 sasa. Dadake na mamake pia wanatibiwa. Jamii yao ya watu 6 inaishi katika chumba kimoja katika kitongoji duni cha Majengo mjini Nairobi. Chumba hakina dirisha. Ni mandhari ambapo usambazaji wa maradhi ni rahisi sana. Wote watatu wanatumia tembe kadhaa za kutibu ugonjwa wa kifua kikuu kwa muda wa miezi 6. Walinipea dawa, nikajaribu sasa kuweka kwa ugali. Mtoto akaanza kukataa. Nikamwekea sasa, nikaanza kumwekea maji na kugonga. Zilikuwa dawa karibu dawa 6. Sasa kuna ingine nyeupe yenye kuwa na gonga. Mpaka uchukue kijiko ndio ugonge. Ndio sasa igongeke. Dawa hizi zimetengenezewa watu wazima. Zinavunjwa na kuchanganywa na maji ili watoto wazitumie. Wanaowatunza huwa na kibarua kigumu kuhakikisha wamemeza dawa hizo. Inamaanisha matibabu yatakuwa rahisi, na pia inamaanisha kuwa tunaweza kuprevent watoto kupata ugonjwa wa drug resistant tuberculosis ama MDR-TB. Tuko na nguvu sasa ya kupata watoto wengi walio na ugonjwa, ili tuwaweke katika matibabu na kuhakikisha kuwa vizazi vijavyo havina ugonjwa wa kifua kikuu, na pia maafa yanayotokana na ugonjwa wa kifua kikuu
yanarudi hadi ya kuwe chini kabisa. Lakini dawa hii mpya itabadilisha jinsi watoto wanatibiwa. Daktari Cherise Scott anaonyesha jinsi dawa hiyo mpya itakavyotumika. These products could really help with child survival and really save the lives of kids. Tuberculosis is a curable disease, so it's wonderful to have something that is easy to administer, that helps caregivers, that helps health practitioners really deal with this issue in an efficient and a cost-effective way. Takriban nusu ya watu wazima wanakadiriwa kuwa na bakteria ambazo zinasababisha kifua kikuu, na hivyo unapoingia katika maeneo yenye msongamano wa watu na yasikuwa na hewa safi ya kutosha, kwa mfano katika magari ya uchukuzi, hujui ni nani huenda akakuambukiza. Kwa hivyo kuwa na dawa ambazo zinafanya kazi bila shaka itachangia pakubwa katika kuokoa maisha. Wagonjwa nchini Kenya watapata dawa hii mpya kutoka Jumamosi. Wale ambao tayari wanatumia dawa tofauti kama Chepkoech na Chelimo wataendelea vivyo hivyo hadi watakapomaliza muda waliopewa kuzimeza. Zaidi ya nchi 20 zimejiandaa kununua dawa hiyo mpya. Ansoi, BBC, Nairobi. Wakati mawaziri walipokutana mwaka jana mjini Brussels, walikubaliana kuwapeleka maelfu ya wakimbizi kwenda sehemu mbalimbali barani Ulaya. Waliahidi wakimbizi 120,000 ambao wameingia nchini Italia, Ugiriki na kwengine walipaswa kujumuisha kwenye mpango huo. Mashirika ya haki za kibinadamu yanasema zaidi ya wakimbizi 60,000 nchini Ugiriki bado wapo kwenye makambi ya wakimbizi, wengi wao wakiwa wameachwa kiishi kwenye hali ya umaskini na mazingira magumu zaidi kwenye kisiwa cha Lesbos. Arnold Kayanda anaeleza zaidi. Hapa ndipo ndoto zimeishia, kwenye kambi ambayo imekusanya zaidi ya mara 2 ya uwezo wake. Ni kielelezo cha namna ambavyo mwaka umebadilisha hali ya kisiasa juu ya mgogoro wa wakimbizi. Hatujui hata sisi ni kina nani, anasema mwanamume huyu wa Kikongo. Tumekuja kama wakimbizi, lakini sasa tunafanyiwa kama wafungwa. Kuna vijana wadogo wengi hapa, baadhi wakiwa ni kutoka maeneo yenye machafuko na wengine wakiwa wameukimbia umaskini wa nchi zao. Mahema yalichomwa moto, ikiwa ni kama kujibu tetesi za kuwasafirisha mamia ya wakimbizi ambao wengi wao usiku kucha walilala nje. Bila taarifa, bila kufahamu ni lini maombi ya wakimbizi hawa yatafanyiwa kazi, ni lini wanaweza kuendelea na safari yao. Watu wataendelea kuchanganyikiwa zaidi na zaidi, na watajawa na hofu zaidi juu ya yapi maisha yao yajayo. Makambi haya ya wakimbizi yako pembezoni mwa pwani ya Uturuki, ambako maelfu ya watu waliingizwa wakiwa na matumaini makubwa. Hii ni kambi ya Karatepe, ni ya muda mrefu na inaendeshwa vizuri. Kuna zaidi ya watu 1,000 hapa, wengi wakiwa ni familia za wanawake na watoto ambao wameathiriwa kisaikolojia na vita. Hata hapa bado kuna sintofahamu juu ya maombi ya wakimbizi ambao wangali wakisubiri kujua hatima ya maisha yao. Watu hawa wa Yazidi walifanyiwa ukatili, walibakwa na kufanywa kama wafungwa na kundi la IS. Alias Ahmed anasema familia yake imekuwa ikisubiri kwa miezi 6 sasa. Walipochoma nyumba zetu, tulikimbia na nguo zetu nyuma. Ndugu zake 11 wamekwama nchini Iraq chini ya utawala wa IS. Kwenye kijiji cha jirani cha Moria, mchuuzi huyu wa samaki anafanya kazi yake. Ni sehemu ambayo inakwenda taratibu, lakini inakuwa kwa haraka, hasa kwa uwepo wa makambi haya ya wakimbizi. Mmekidhalilisha kisiwa hiki kizuri zaidi, mwanaume huyu anapaza sauti nje ya ofisi ya serikali. Lakini wakazi wa hapa wamejitolea pia kufanya kazi kwenye makambi ya wakimbizi, kama mwalimu huyu wa kinanda. Madarasa yanafanya uwepo wa mapumziko ya akili, lakini yanaonyesha kuna hali ya kutokukaribishwa moja kwa moja. Arnold Kayanda, BBC. Usibanduke hapo ulipo, kwa sababu muda si mrefu Peter Musembi atakuwa hapa na taarifa za michezo. Miongoni mwa mengine, meneja wa timu ya taifa England Sam Allardyce anatuhumiwa kwa janja ya kusaidia vilabu kukwepa sheria zinazosimamia ununuzi wa wachezaji akitumia nafasi yake. Hii ni BBC na mimi ni Zohra Yunus. Karibu tena katika Dira ya Dunia moja kwa moja. Peter Musembi na taarifa za michezo. Karibu. Asante Zuhura.
Mkondo wa pili wa mechi za ligi ya klabu bingwa Ulaya hatua ya makundi zinafanyika usiku huu na zinaendelea wiki hii na pia kesho Jumatano usiku. Mabingwa wa ligi kuu ya England Leicester City wanaikaribisha Porto kutoka Ureno usiku huu. Leicester walianza vyema walipoishinda Club Brugge ya Ubelgiji tena ugenini, mechi yao ya kwanza kabisa katika ngazi hiyo ya ubingwa wa Ulaya, lakini matokeo katika ligi kuu ya England hayajawa ya kupendeza sana. Walishindwa vibaya na Liverpool na pia wakafungwa mengi na Manchester United ndani ya siku chache zilizopita. Meneja Claudio Ranieri anafahamu mtihani uliopo mbele. Ndani ya miaka 10 iliyopita Porto wameshinda mataji 10 na ni wakali hata katika ligi hii. Tunajua wanavyofanya na tunawaheshimu sana. Bila shaka na sisi tutajaribu kushinda kama Porto walivyojaribu kushinda. Aina ya uchezaji inatofautiana, lakini najua timu zote mbili zitajaribu kushinda. Mbali na mechi hiyo ya Leicester, kuna mechi zingine 7 usiku huu. Mabingwa wa Denmark Copenhagen watawaalika Club Brugge ya Ubelgiji. Dinamo Zagreb ya Croatia inawapokea Juventus ya Italia, huku nao Sevilla wakikutana na Lyon. Tottenham wako ugenini Urusi kuchuana na mabingwa wa nchi hiyo CSKA Moscow. Na Monaco wanawaalika Bayer Leverkusen. Huko Ujerumani, Borussia Dortmund wanawaalika mabingwa watetezi Real Madrid, wakati Sporting Lisbon wakicheza dhidi ya Legia Warsaw ya Poland. Meneja wa timu ya taifa ya England Sam Allardyce inadaiwa alitumia nafasi yake kupokea dola nusu milioni kutoka vilabu ili kutoa ushauri kwao namna zinavyoweza kukwepa sheria kuhusu kununua wachezaji. Madai hayo yametolewa na gazeti la Uingereza la Daily Telegraph. Gazeti hilo limedai linazo picha kutoka mwezi Agosti zikionyesha mkutano kati ya Allardyce mwenye umri wa miaka 61 na mfanyabiashara aliyedai kuwakilisha kampuni moja ya ukoo Mashariki ya Mbali. Kwenye picha hizo Allardyce anaonekana akisema theluthi moja ya sheria za wachezaji kumilikiwa na klabu ya 3 ambazo zilipigwa marufuku na chama cha soka England mwaka 2008 zinaweza kuepukwa. Allardyce aliteuliwa kuiongoza England mwezi Julai na bado hajasema lolote kuhusu madai hayo. Kiungo wa Manchester City Yaya Toure anasema wachezaji na vile mashabiki wataumia kutokana na hatua ya shirikisho la soka duniani FIFA kuvunja jopo lake la kushughulikia vitendo vya kibaguzi katika soka. Toure alikuwa mshauri wa jopo hilo na pia husaidia makundi mengine ya kupiga vita ubaguzi. FIFA imetetea uamuzi wa kuvunja jopo hilo lililoundwa miaka 3 iliyopita, huku katibu mkuu Fatma Samura akisema jopo lilikuwa limeundwa kufanya kazi ndani ya kipindi fulani na imeshamalizika. Toure mwenyewe alielekezewa matusi ya kibaguzi na mashabiki wa CSKA Moscow mwaka 2013 na hata akapendekeza wachezaji weusi wasusie fainali za kombe la dunia mwaka 2018 nchini Urusi. Ni hayo tu katika michezo usiku huu. Shukran sana Peter kwa taarifa hizo za michezo. Na sasa tutupie macho ukurasa wetu wa internet. Hapa kuna taarifa mbalimbali kama unavyoona, ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Na hatimaye hebu watazame hawa kondoo wenye rangi kipekee katika shamba moja Cumbria hapa Uingereza. Mkulima Pip ana matumaini itazuia kondoo wake 800 kuibiwa na pia waweze kutambulika kwa urahisi wakichukuliwa. Hao wana rangi ya machungwa. Zaidi ya kondoo 300 wameibiwa katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita. Rangi hiyo iliyopakwa inadumu kwa miezi 12 na haimdhuru kondoo hata kidogo. Kwa wale wafugaji, mbinu hizo ushazijua. Unakata sikio. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi kesho panapo majaliwa. Siku mwema. Mimi ni Zuhra Yunus, mlale unono. Unakata sikio.